Karibu sana mpendwa mtazamaji ambaye unayenifuata kupitia TikTok na kupitia mitandao mingine tofauti ambayo tunaendelea bado kuzungumza kuhusu mambo fulani fulani. So ningependa kuweza kukaribisha na kuendelea kusema karibu sana kwa ajili ya kuendelea kufuatilia nyimbo zetu. Mpendwa, ningependa kukuambia hivi ya kwamba tuko na nyimbo nyingi sana ambazo ziko hapo kwenye mitandao yetu ya kijamii, na ningeweza kupendelea zaidi ikiwa wakati mmoja tunapoweka wimbo kwenye mtandao wa kijamii ni kwa sababu tunawapenda. Kumbuka kwamba wimbo ni kitu kizuri sana ambacho kinatufanya kwamba tuweze kuwa tunapata vitu vizuri, na ikiwa tunavifanya sio kwa msiba wala sio kwa bahati mbaya, lakini kwa sababu tunapenda, ili na nyinyi muweze kuwa mnapata vitu vizuri. Na kwa hivyo wapendwa, ningependa tu kuwakaribisha na kusema kwamba tuko tunafanya nyimbo na tuko tunafanya kazi za uimbaji. Na wakati ambao tunafanya kazi za uimbaji, tunataka pia mtutie moyo, mtuhimize na sisi tuweze kusikia kwamba tuko tunafanya kitu kizuri. So kwa hivyo ningependa tu kukaribisha mpendwa, nikwambie kwamba jitahidi uweze kutusupport. Share nyimbo zetu, share muziki yetu, tusaidie pia kuicheza. Uzuri ni kwamba TikTok imetupatia nafasi ya unaweza kuact ama kufanya ule wimbo ukauimba na wewe, na kwa kuimba ule wimbo unatupromote na unatusaidia na sisi watu waendelee kusikia ujumbe, kwa sababu katika uimbaji ni jumbe ambazo tunazitoa. Na unajua wakati unapoikaa chini uko naandika wimbo, ama wimbo kisha kuja katika mawazo ama katika akili ama katika roho, wimbo ukikuja unakujaga na lengo, na ukikuja na lengo sio kwa sababu umekuja vile ndio vile utautumia. Hapana, wimbo unakujaga na baada ya kuja unautumika, unaangalia, unapatia na unatoa hata pesa, unatumia hata pesa ili at least ukifanya kitu kitoke kisikilike mbele ya masikio ama ndani ya masikio ya watu vizuri. So kwa hivyo tungependa tu kuwakaribisha muendelee kufuata nyimbo zetu ambazo tunazozifanya. Mimi binafsi niko na nyimbo nyingi kwenye mtandao wa TikTok, wa YouTube, Facebook, Instagram. Ukienda unaandika Solomon Baleke, utapata nyimbo zangu. Tuko na wimbo wa kwanza ambao tunasema kwamba Kiti cha Enzi. Kiti cha Enzi ni wimbo ambao nimeupata na nikautengeneza, na huko hapo kwenye mtandao wa kijamii kwa TikTok na mahali pengine. Na tuko na Ulinipenda Kabla Sija Kujua, ni wimbo mwingine ambao uko hapo kwenye TikTok. Na tuko pia na Timiza Ndoto. Timiza Ndoto ni wimbo mwingine ambao tena tuliufanya na huko hapo kwenye TikTok. Tena tuko na Tuhurumiane, uko hapo, ni wimbo ambao tena Mungu amejalia nikatengeneza pia huko hapo. Utaweza kuupenda huo wimbo. Tafuta tu Solomon Baleki kisha uandike Tuhurumiane, utaupata. Tuko na wimbo ambao tunasema Majaribu ni Mtaji, uko hapo. Nashukuru kwa wale ambao wamejitoa kwa kuweza kusikiza nyimbo. Kweli nimepata ma-comments za mingi, na nimepata watu ambao encourage sana kwa huo wimbo. Na zaidi ya yote pia tuko na wimbo ambao tunasema Rafiki wa Kweli ni Yesu. Rafiki wa Kweli ni Yesu ni wimbo ambao pia unafanya vizuri na pia unaendelea kufanya vizuri. Pia tuko na wimbo ambao nimeimba kwa ajili ya Afrika. Unajua wapendwa, Afrika ni bara letu ambalo tuliachiwa na wazazi na wazee wetu, lakini tunafikaga mahali ambapo tunasahau na kutokujitambua kwamba sisi ni wa Afrika. Unaona, na tusipojitambua kwamba sisi ni wa Afrika, ndio pale ambapo tunakuwa na ulemavu na tunajisahau na tunaanza kutumikia maisha mengine na tunasahau bara letu. Na vile vile tusipoelewa uzuri wa bara letu, hatutaweza kuencourage viongozi wetu ambao wako katika uongozi, ili waweze kujua kwamba Afrika ndio mahali tuliachiwa na wazazi wetu. So kwa hivyo ningependa tu kuwakaribisha na kuambia kwamba tuendelee kufuata nyimbo zetu. Tuko na Msaada Wangu. Msaada Wangu ni wimbo mwingine tena ambao uko pale, wimbo mzuri sana. Na
Pia kuna zingine ambazo zinakuja ziko njiani. Tuko pia na Yesu Atawale ama Atawale Yesu, ni wimbo mwingine tena ni mzuri sana, ukisikia kabisa ni wimbo mzuri. Tuko pia na Mke Mwema. Mke Mwema ni wimbo mzuri, ukiandika tu Solomon Baleke kisha andika Mke Mwema utapata wimbo mzuri tena ambao uko hapo. So kwa hivyo ningependa tu nikaribishe nikwambie endelea kutufata kupitia Winnipeg Swahili TV, kupitia mitandao yote ya kijamii Solomon Baleke, kwenye Bonplay tuko pale, kwenye Spotify tuko pale, kwenye Deezer tuko pale, kwenye Facebook tuko pale, kwenye Instagram tuko pale, kwenye TikTok tuko pale, kwenye YouTube tuko pale, na mingine mitandao mbalimbali, Apple Music tuko pale, Y ama YouTube Music tuko pale. So kwa hivyo ningependa niweze kukaribisha nikwambie kwamba kinyi tunachokifanya ni kazi ambayo tunafanya kufanya nguvu zetu zote tutengeneze kazi nzuri ili wewe usikize. Kama vile Wafaransa wanasemanga ya kwamba muziki ni kitu kizuri, ni sauti ambazo zinazochangiwa pamoja ili kuleta ladha nzuri kwenye masikio. Unaona? Na ndio sababu na sisi tunafanya hiyo. Tuna make sure tunatumia pesa, tunatumia nini ili wewe uweze kusikiza muziki. Lakini ukiwa mzuri na wewe, ndio sababu na sisi tunakwambia kwamba ulike, ushare na uchangie, ili na sisi at least unapo like, unapo share ule wimbo wetu, tunasikia kwamba kweli kuna mtu anatusupport. So kwa hivyo ningependa tukukaribisha, please tusaidie share nyimbo zetu, zicheze pia tu. Unajua ni raha ukishaona wimbo ule unachezeka, unasikianga raha, unasema kweli asante Mungu, nipatie tena maoni ya wimbo mwingine wa kesho. Na zaidi ya yote ningependa kuambia, mkiona nyimbo zangu nyingi hazijakuwa na video, nyingi hazijakuwa, kuna wimbo ambao tuko nao na video, ni Provider Protector ambao tulifanya na brother Claude Chala Claude. Ukienda YouTube utaandika Chala Claude, Claude Chala, utapata nyimbo zake ziko pale pia. Na huo wimbo tulifanya Provider, kweli ni wimbo ulifanya mzuri, na washukuru wote ambao mliweza kuchangia. Ulitembea vizuri ule wimbo na ukafanya vizuri. So na nataka tu kuambia kwamba kuna nyimbo ambazo, kuna wimbo ambao nauandaa ambao utatoka karibuni Mungu akijalia, unasema Wasaliti. Wasaliti ni wimbo ambao niko na malizia pia kwenye studio. Ni wimbo ambao utakuwa mzuri pia, utakujenga. Ni wimbo ambao niliimba kwa ajili ya namna Yesu Kristo alivyokuwa na watu, pamoja nao wakala mikate, akawapatia mikate, akawapatia samaki, akafanyia kila kitu. Lakini katikati ya wale watu mkatokea wale ambao walisema kwamba asulubiwe, asulubiwe, asulubiwe. Na wakaona kwamba Baraba ndio muhimu zaidi kuliko Yesu ambaye aliwafanyia miujiza, akawaponya magonjwa na vingine vyote. So kwa hivyo nikasema acha Mungu aendelee kuhimizika, aendelee kuinuliwa. Nikafanya huo wimbo ambao ni wimbo utakujenga, wakati ambapo utakuwa umeisha utakubariki. Na kuna wimbo mwingine ambao tumepata nafasi ya kuweza kufanya na mtumishi wa Mungu David Biamasu kutoka hapo Uganda. Wimbo mzuri sana ambao unaimba Yerusalemu mpya, ya kwamba Yerusalemu utakuwa ni mji mpya ambao hautakuwa na majeraha, hautakuwa na maumivu, hautakuwa. Ni wimbo ambao tunafanya, ni collab ambao tumefanya na mtumishi wa Mungu David Biamasu kutoka hapo Uganda, Kampala. So kwa hivyo utautegea huo wimbo, ukiangalia kwenye mitandao yake pia utakuta huo wimbo huko hapo. So kwa hivyo uendelea kutegea. Mungu anaendelea kutuinua kiwango zidi ya kiwango. Basi asante, barikiwa, na unite tena Solomon Baleke kutoka hapa jijini Winnipeg. Endelea kutufuata. Karibuni tutaanza vipindi vyetu tena vya Winnipeg Swahili TV. Tunakungali na itilafu kidogo kuhusu kamera ambayo imeweza kuleta shida kidogo, lakini najua Mungu akubariki, unaweza kutugusia, unaweza kutunulia kamera nzuri na tukaendelea kufanya vipindi vyetu. Mungu akubariki, na video za manyimbo zitakuja tu, kila kitu na wakati wake. Ubarikiwe sana, na washukuru kwa yule ambaye amesimama na mimi kusema kwamba atani sponsor wimbo wa Afrika Tuungane. Ubarikiwe sana. I love you so much. Bye. Love you.
Mungu awabariki.